Naam, kwa majina kama unavyonifahamu Mzee Mtema. Leo ni siku nyingine, ndugu msikilizaji na mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yangu ya Mzee Mtema. Nimeungana nawe tena ili tuweze kujifunza au kuangalia sababu ya Wasukuma kuwa wafugaji ni nini, na kwa nini kabila hili limekuwa likifanya ufugaji tangu kipindi chote hichi mpaka sasa wanaendelea na ufugaji. Sababu hasa ni nini? Ni siri gani ambayo ipo katika habari hii ya ufugaji? Ndugu msikilizaji, nimeamua kufuatilia kwa kina na kukuletea leo hili somo ili niweze kushare na wewe uweze kujua ni kwa nini Wasukuma wanapendelea ufugaji. Kwanza, kabla sijaendelea kukutajia sababu za Wasukuma kuwa wafugaji au siri iliyopo katika ufugaji kwa Wasukuma, naomba usubscribe kama ulikuwa bado hujasubscribe channel hii ili uweze kupata masomo ya namna hii na kujifunza Kisukuma kwa undani na kuelewa zaidi hata kama wewe ni kabila lingine. Sababu moja kubwa iliyosababisha, ambayo ni ya mwanzo kabisa, chanzo cha Msukuma kuwa mfugaji ni yeye. Sababu iliyosababisha ya kwanza, hapo zamani hapakuwa na biashara ya kusema kwamba labda unaweza ukapata fedha, au ukiwa na fedha unaweza kununua mchele au mpunga. Ilikuwa ni ukiwa na mpunga, unabeba mpunga wako, unaenda sehemu maalum na kukutana na mtu na yeye ana mbuzi, mnabadilishana. Kwa hiyo ilikuwa ni biashara ya kubadilishana. So hii biashara ya kubadilishana ndio iliyosababisha hasa au iliyomchochea hasa Msukuma kumfanya awe mfugaji. Vile vile Msukuma baada ya kuona, kwa sababu haya mabadilishano yanavyoendelea hivi, mimi nikimiliki ng'ombe au mbuzi au kondoo, inakuwa ni rahisi kwanza kumswaga kumfikisha eneo maalum. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi sana ya kwanza. Sababu ya pili, ng'ombe ni uwekezaji, yani ni akiba. Ukiwa na ng'ombe unakuwa na akiba muda wowote au wakati wowote. Ukipatwa na changamoto unaweza kujipatia fedha pasina kuwa na fedha, kwa sababu tangu zamani maisha ya Wasukuma yalikuwa ni mazingira ya vijijini. Kwa maana hiyo, hata kama ukiwa na fedha ni rahisi wewe kupigwa na kunyang'anywa fedha, lakini ng'ombe akikunyang'anya ng'ombe, ukienda na mtafuta, ni rahisi kupata yule ng'ombe na kurudisha mali yako. Kwa hiyo ng'ombe ni akiba. Ng'ombe kwa kipindi hiki sasa imekuwa ni jadi. Sababu ya tatu ni jadi. Kwa sababu mimi nikitaka kufuatilia jadi yangu, nakuta watu wa zamani walikuwa wanafanya hivyo, shughuli ya ufugaji, walikuwa wanafuga ng'ombe. Kwa hiyo nikifuga ng'ombe inakuwa ni jadi. Naifuata jadi, naifuatisha jadi na ninakuwa na jadi. Kwa maana hiyo ni sehemu ya jadi, lakini pia inashawishi. Hii jadi inashawishi hata kwa kijana au mtu yeyote ambaye atakuwa amezaliwa kipindi hiki, akiendelea kupambana kutafuta mali, hata kama akishawishiwa au akishawishika kufika kwa wataalamu wa asili wa jadi, wale wataalamu wa jadi watamwangalizia watu waliotangulia huko nyuma, watakuta walikuwa ni wafugaji. That's why inakuwa ni sababu ya kufuga ng'ombe. Hata watu wa sasa hivi walio wengi imekuwa ni mrefu. Msukuma unakuta anafuga, baba alifuga, babu alifuga, na wengine tunaendelea kufuga. Kwa hiyo ni jadi pia. Ufugaji wa ng'ombe kwa Msukuma ni sehemu ya kujitambulisha, kwa sababu hata likionekana kundi kubwa la ng'ombe, mtu anaweza akauliza hizi ng'ombe ni za nani, lakini akishajibiwa lazima aulize huyu mtu ni Msukuma au ni kabila gani. Akiambiwa ni kabila lingine anakuwa na ukakasi, lakini akiambiwa ni Msukuma moja kwa moja anakuwa ameridhika kwenye moyo wake.
Ndio maana walio wengi wafugaji wa ng'ombe utakuta ni Wasukuma sana sana. Na watu maarufu walio wengi ni Wasukuma kwa kweli, Msukumani ni wafugaji, na popote Msukuma akifika lazima afanye ufugaji. Hiyo ni sababu ya 4, ndugu mfuatiliaji na msikilizaji. Lakini hata hivyo haitoshi. Bado kuna sababu nyingine ambayo inamfanya Msukuma huyu afuge ng'ombe popote pale alipo. Kwanza, ng'ombe ni sehemu ya ajira. Ukiwa na ng'ombe, bali na hizo sababu nilizotangulia kusema, inakuwa ni ajira, anajiajiri muda wowote, anaweza akafanya vibarua, anaweza akarahisisha maisha pia kwa kutumia ng'ombe kama kilimo, pamoja na kusogeza vitu nyumbani, pamoja na shughuli mbalimbali kabla hata ya kumuuza ng'ombe. Lakini pia anaweza akapata muda hata maziwa kwa muuzaji. Hizo ni sababu ambazo zinafanya siku hadi siku kufanya ufugaji wa ng'ombe. Hapa kufikia hapo, ndugu mfuatiliaji na msikilizaji, ushauri tu comment hapo jambo lolote kuhusiana na ufugaji jinsi unavyoona. Lakini pia kama hujasubscribe, tuendelee kwa pamoja, maana baada ya hapa ndani